nishati hiyo ambayo ni injini ya uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, mbali na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku, kwamba tukiwapunguzia gharama hizo, wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali, itumike kupunguza bei za gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Spika, ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi, hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu, pia Mheshimiwa Spika, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, ku-overload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa. Mabasi haya pia kila wakati yalikuwa yanapita kwenye vituo vyetu vya kupima uzito, kwenye weigh bridge zetu, walikuwa wanapita hata kama muundo wa basi lake hauruhusu kubeba mizigo mikubwa iliyopitiliza. Wanapanga foleni ndefu, wanachoma mafuta, wanaingia gharama. Tumesema mabasi hayo ambayo kwa utengenezaji wake hayawezi yakabeba mzigo mkubwa kuliko ambayo umekadiriwa, hayana ulazima wa kupita kwenye mizani, yenyewe yatapitiliza moja kwa